Habari gani mwana Keo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Keo TV. Karibu tuangazie kesi inayomkabili mwanaharakati kutoka nchini Tanzania ambaye anaishi pale nchini Marekani. Si mwingine ni Mange Kimambi. Kesi ya uhujumu uchumi nambari 0021172 ya mwaka 2025 inayomkabili mwanaharakati Mange Kimambi imehairishwa mpaka Januari 28 mwaka 2026 baada ya upande wa serikali kueleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo haujakamilika. Leo Disemba 4 mwaka 2025, shauri hilo liliitwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hassani Makubye, ambapo upande wa jamhuri umeieleza mahakama kuwa upelelezi bado, hivyo ukaomba shauri kupangiwa tarehe nyingine. Upande wa Mange Kimambi haukuwa na wakili wa utetezi, hivyo hakimu Makubye akaagiza upande wa jamhuri kuhakikisha taratibu zote zimekamilika ili tarehe hiyo ikifika shauri lianze kusikilizwa. Mange Kimambi anakabiliwa na mashtaka ya utakatishaji fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5, ambapo anadaiwa kuwa kati ya Machi 1 na Machi 31 mwaka 2022 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Mange alijipatia kiasi cha shilingi milioni 138.5 akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Inadaiwa pia alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai kwa vitisho. Shtaka hilo linaangukia kifungu cha 12(1)(d) na kifungu cha 13(a) cha sheria ya utakatishaji fedha sura ya 423 ya mwaka 2019, ikisomwa sambamba na sheria ya uhujumu uchumi. Asubuhi ya Disemba 2 mwaka 2025, video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ilimuonesha Mange akithibitisha kuwa amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kwa kesi hiyo, akidai kuwa serikali ya Tanzania imedhamiria kumrejesha nchini Tanzania. Sheria ya urejeshwaji kwa watuhumiwa kutoka nje ya nchi, yani Extradition Act ya mwaka 2019 inatambua utakatishaji fedha kama moja ya makosa yanayoweza kupelekea nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa. Hatua hiyo mpya inakuja takribani mwezi mmoja baada ya mwanasheria mkuu wa serikali IG Hamza Johari kueleza kuwa ofisi yake inaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange kutokana na tuhuma kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi baada ya kuapishwa katika wadhifa huo jijini Dodoma, Johari alisema serikali inatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani hakutathmini uwezekano wa kumrejesha nchini. Hiyo ndo kesi ambayo inaendelea kumkabili mwanaharakati mkubwa sana katika mitandao ya kijamii Mange Kimambi, katika mitandao ya kijamii kuwa anashutumiwa na kesi ya uhujumu uchumi au utakatishaji fedha inayomtaka arejee nchini kwa ajili ya kuendelea na mashtaka hayo. Jina langu ndio Keo TV. Tunaona wakati ujao katika masuala ya kisiasa, na kama huja subscribe fanya hivyo, subscribe ili uwe mwanafamilia yetu wa Keo TV. Tunaona wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.